Welcome Malaba TV, and today we have our host Bishop Boniface Muyale. We want to see the journey of Bishop Boniface Muyale. Karibu sana Malaba TV. Karibu Bishop. Hamjambo? Si jambo. Unaendeleaje na unashindaje? Niko salama kabisa, namshukuru Mungu kwa umbali huu ambao ameweza kunitoa mpaka kufika kwa wakati huu sasa. Asante. So Bishop, karibu sana Malaba TV, na leo napenda utueleze jinsi umeshinda kwa ministry. Kazi ya Mungu ni ngumu, na vile tunaelewa kazi ya Mungu ni ngumu, utueleze vile umeweza kufika pahali uliko kwa siku ya leo. Asante. Mungu ni mwaminifu. Utuma chinzi ilivyo kwa mtazamaji wangu kupitia katika Malaba TV ni kwamba utuma sio kazi rahisi. Najua mtu ataweza kuona umbali wenye mtu ametoka, akaona tu ameanza na akafikia pale. Lakini ukweli ni kwamba Frank, kazi ya utuma sio kazi rahisi. Kuna safari, kuna milima na kuna maponde kwa ajili ya kazi ya Mungu. Asante sana Bishop. So Bishop, wakati nilikujua kama mtumishi wa Mungu wa kawaida, unaweza tueleza jinsi uliweza pambano yenye umepambana nayo hadi wakati huu? Naam, kwanza kabla sijaingia hata kuwa mchungaji, ni vizuri mtazamaji aweze kujua kwamba nilikuwa mtu wa kawaida, nikawa naishi maisha ya kawaida. Kwanza safari yangu hii ya utuma mali ilianzia, mimi mwenyewe kwenye maisha nimepita katika hali ngumu sana. Nikiwa kijana, kumbuka watu wengi wachawajua hili, na ningelipenda waweze kujua leo kwamba kazi ambayo nilifanikiwa kabisa, ambayo ilikuwa ya maana sana, hata wewe Frank hujui, ni kwamba nilikuwa mchungaji wa ng'ombe. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza, na hiyo ndio safari ya utuma ambayo napenda watu wakaweza kujua. Oh, very nice. So unataka kutueleza ulikuwa mchungaji ng'ombe? Ndio. Nilikuwa nachunga ng'ombe sehemu inaitwa Kipsaina. Hapo ni Trans Nzoia County. Na nakumbuka kwamba wakati ninapofanya hiyo kazi ilikuwa ni changamoto, kwa sababu nakumbuka ya kwamba pesa ya mwezi kulipwa ilikuwa shilingi 60 kwa mwezi. Hiyo ilikuwa wakati gani? Ilikuwa mwaka wa 1987. Wow. Na hii safari ya huduma ilikuwa aje ukaweza kuianza? Okay, kwenye maisha ya safari hii ya utuma, kumbuka ya kwamba pale nyumbani maisha yalikuwa mazito, yakawa na changamoto nyingi. Kwanza kwetu nyumbani nakumbuka tulikuwa na mambo mengi. Kwa mfano, Poma lilikuwa linauza pombe aina ya busa na chang'aa. Kwa hivyo maisha yakasumbua mpaka nikaenda kuachiriwa hiyo kuchunga ng'ombe, na kufikia huko nikatoka tena nikasafiri kwingine pia nikachunga tena ng'ombe. Hapo nikapata promotion ya shilingi 200. Ile ya kwanza ilikuwa 60. Nikapata promotion ya shilingi 80, 20 noti 220 ikafika 80. So katika hayo maisha, mali nilikuwa nachunga pale ng'ombe, ndio kuna vijana sasa wakakuja wakapita hapo. Sasa hiyo ni mwaka wa 1995. Kumbuka 88 nilikuwa kwingine nikasafiri, lakini sasa 1995 nimeenda tena kwa poma lingine. Hapo ndipo nilikutana na vijana wakiwa wanatembea, na mmoja wao akakuja akaniambia angependa tuende kanisani. Hapo ndio wokovu wangu ilipatikana. Oh, asante sana. So uliweza kwenda kwa kanisa ipi kwa mara ya kwanza? Okay, mara ya kwanza nikiwa nasaliwa nilikuwa Mkatoliki. Nikakaa kwa Catholic, na hata nikichunga ng'ombe nilikuwa Catholic. Lakini sasa maana ya wokovu, pata kujua mtu kuokoka ni nini, haikuwa Catholic. Walinipeleka kwa kanisa ilikuwa inaitwa Pentecostal Universal Mission. Ndio nikaokoka pale. Okay, pale wakati uliweza kuokoka ulikuwa na kitu unaifanya kama asha, ulikuwa present worship, ulikuwa ama unaweza tueleza? Okay, mimi ninaposaliwa kuna kitu mtazamaji anafaa kujua, ni kwamba mtu anapokuwa huwa anakuwa na talent. Na mimi niliposaliwa nilikuwa mwimbaji, lakini nilikuwa naimba ya utamaduni kama ya kupasha tohara na mambo mengine. So nilipoingia kanisani
nikaingia na kushikilia hiyo nafasi ya uimbaji pale kanisani. Kwa hivyo nilipookoka nikawa nacheza sana drum ile ya kitamba tu, kukuwa na keyboards na makitaa hizi haikukuwa. But sasa tulikuwa na ile inaitwa nini, ngoma ile ya kukonga tu. Kwa hivyo nilikuwa naimba na kucheza hiyo drum kanisani. Okay. So ulichukua muda upi kuwa mwimbaji wa kanisa mpaka ikakuchangia wewe kuwa mtumishi wa Mungu? Ili take time kwa sababu wakati nilipoingia kanisani mara ya kwanza nilikuwa muoga. Lakini wakawa wananipenda kuniweka, tukienda mahali ushirika kutembea wananiweka nikiimba. Mtu wa miezi 2-3 nilikuwa nishaingia tayari kwa uimbaji na nikawa nimezoea. Na kutokea hiyo sehemu nikawa nafanya kazi ya uimbaji tu kanisani. Okay. So kando na kufanya kazi ya kanisa, ni kanisa gani wewe ulianza nayo kama mchungaji na ni miaka gani? Okay, ni mwaka wa 1997 ambapo mimi nilikuwa mchungaji, na kanisa langu la kwanza kabisa kuwa mchungaji nitaliita kwa jina ya kifupi, yani short, PCU, ambaye ni Pentecostal Christian Universal Mission. Hiyo ndio kanisa langu la kwanza kuwa mchungaji, na nilikuwa mchungaji maeneo ya West Pokot, mali inaitwa Kapkecha ama Leland. Hapo ndio nilikuwa mchungaji kwa hilo kanisa, mara yangu ya kwanza kuwa mchungaji. Ni changamoto gani uliweza kupata kwa mara yako ya kwanza kama mchungaji? Changamoto ya kwanza changamoto ni nyingi, lakini ya kwanza ilikuwa kwamba nimekuwa mchungaji na sina mke. Hiyo ni changamoto. Aha, sasa kwa hiyo ilikubidi uweze kupata mke ama wewe ulionaje? Ya, kwa sababu sasa ukiwa mchungaji wanakuletea watu wamesosana kwa ndoa, uende washauri na wewe una mke, hauna experience ya ujua hao watu wanakombananga nini, wanapikana nini. Kwa hiyo mara kwa mara mimi nilikuwa nawaambia tu Mungu atatenda, Mungu atasimama, lakini mule ndani chumbani sielewi hao watu wanakombana namna gani. Ikawa ni changamoto sana, mpaka ikafika mahali nikaomba Mungu hapana, ndio nikacha nikapata mchumba nikaoa. Wow. Asante. So baada ya kupata mchumba ulimpata kwenye kanisa ama kulienda jendaje? Okay, mchumba nilimpata kanisani kwa sababu nilikuwa nimeokoka wakati huo, nikampata kanisani, tukaombewa kanisani na watumishi wa Mungu na tukaishi. Ichapo kwa tu kuishi sana. Alright. Kwa hiyo muda ulikuwa kama mchungaji, wakati umepata mke, kuna changamoto ambaye uliweza kupitia kama mchungaji ikakuchangia wewe kutaka kuondoka kwa hiyo kanisa ama kufikiria maoni ya kufungua kanisa yako ama kuwa na maoni yoyote kubwa kushinda ile ambayo ulikuwa nayo? Changamoto asikozi. Hata mimi kuokoka katika hiyo utuma ambayo nimeweza kuisema pale mwanzoni ni kwamba kulikuwa na changamoto. Changamoto ni kwamba mali huko umetumwa kama mchungaji, unachituma peke yako, hauna msaada yote, watu wanakutegemea, wanahitaji kuweza kuona kwamba angalau kuna kitu kinafanyika. Nikawa nakosa msaada. Jambo la pili ambalo ilikuwa changamoto kubwa ni kwamba kumbe kama hujakomaa katika utuma huwezi kuchua kuna mambo mengine huwa yanafanyika. Nikiwa katika hiyo utuma, wachungaji walijipata wakiingia katika makosa, askofu anaingia kwa makosa, so kesi kaingia kwa utuma ya kwamba mbona mnafanya hivi, mbona mnafanya hivi. Mimi nimejilinda, lakini wenzangu wanafanya hiyo makosa, so ikifanywa inakuja na wapepa wote, mpaka ikafika mahali nikasema hapana, natafuta barabara nyingine. So ni kwa sababu ya changamoto nyingi, ni barabara gani ipi ulikaa hivi na ukaona hii ndio barabara haswa na ifaa? Jambo la kwanza, nilikaa na waumini chini na tukakaa chini tukawa katika maombi. Tukaambia Mungu ya kwamba utusaidie ili tusije tukafanya uamuzi ambao sio mzuri. Na ndiposa Mungu akaja akatusungumzia, tukawa na wakati, na ndiposa tukakuja tukaingia katika utuma sasa ya Shilo ambaye ni ngali mpaka kwa sasa. Hiyo huduma ya Shilo kwa wakati ambao ulianza ama ulifikiria kuwa hii ndio njia kamili, ulianza kwa mwaka gani?
Ni mwaka wa 2000. 2000. Ulianza huduma ya Shiloh ukiwa upande gani? Nilikuwa Kapenguri ya mali inaitwa Makutano, West Pokot. Hapo ndio nilianzia. Kanisa lilikuwa kwa Stadium na hata kwa sasa liko nyuma kanisa ya Catholic. Na kutoka hapo ukasonga wapi? Nilipotoka West Pokot nilikuja moja kwa moja mpaka hapa Malaba. Malaba. Nice. Na Malaba unapatikana sehemu gani, na ulitumia njia gani ama changamoto gani ili kufika pahali upo sasa wakati sehemu ya Malaba? Malaba, kabla sijakuja hapa nikiwa natokezea maeneo ya Kapenguria, kwanza nilikimbia mpaka Mombasa nikitaka kupanua kule utuma. Mungu aliponisungumuzia niliona katika maono letter M ya kwamba nenda kule ukaenda kufanya kazi. So unajua kitu yenye nakuja kwa maono hawezi kuchua. Mimi nikaona letter M pengine ni Mombasa. Kwa hivyo nikapanda gari nikaenda mpaka Mombasa. Kufika kule ikawa sio huko. Ndiposa nikakundua ni Malaba. Nikaingia hapa Malaba mwaka wa 2010. Kuanzia 2010 Malaba, ulianzia wapi kanisa yako ya kwanza ukiwa Malaba? Kanisa la kwanza kabisa nikiwa hapa Malaba ni Koruruma kule ndani, sio Malaba town hapa. Nilianzia Koruruma kule ndani kwa shule, kikuwa Koruruma Primary School. Kuna matuka hapo. Tulianzia kwa kanyumba katoko sana, kama watu wameingia wengi ni watu 7 na hiyo kanisa imejaa mpaka nje. Kwa hivyo ni kanyumba ni kazuri kwa maana nakakumbuka. Tukakuja tukasonga mbele kitoko. Baada ya kusonga mbele kitoko pia tukaacha tukashukuru Mungu tukapata nyumba ambayo itaweza kuchukua watu kama around 15. Baada ya kutoka hapo ndio tukasonga sasa Osere City. Osere City sasa ni kwa matuka pale ambapo tukakomboa uwanja. Na pia kuna changamoto kwa sababu washirika ni maskini, hawachiwezi, mimi mwenyewe sichiwezi. Kwa hivyo hata hiyo kanisa tuliomba tu miti tukiwa tunachenga na tukafunga tu karatasi kando ya kuandikia mioko. Hapo ndio kanisa lilianza. Baada ya kuendelea kitoko tukaweka juu lining sababu hatuna mabati. Na Mungu akatusaidia. Mwisho wake tukaona mkono wa Mungu akiwa anafanya kazi. Nikaja nikapata plot, tukakuja tukapata branch ya kukucha hapa Malaba town, tukawa na kanisa la pili sasa, ambapo tulikuwa tunatumikia kwa nyumba ya Okima, ilikuanga video. Lakini baadaye tukasonga kwa shule. Hiyo ndio safari yetu na Mungu akatusaidia pia. Nikaingia kwa radio station. Hapo zamani ilikuwa inaitwa El Shama, kwa sasa inaitwa Gospel on Move. Na kuanzia pale tukaona Mungu akitusaidia mpaka mali tulifika, nikanunua uwanja, tukachenga kanisa pale Osere City. Ukipita pale kuna sign post wameandika tu Shiloh Church Osere City. Asante Bishop. So kufikia sasa kwa huduma wa Shiloh, umeweza kufikisha kanisa ngapi zote jumla Kenya? Kwa sasa makanisa Kenya ni mengi, kwa sababu Nairobi tuko na makanisa, Narok tuko na makanisa, Eldoret tuko na makanisa, alafu pia region hii. Wakati nimetoka hapa kwanza nimekimbia Turkana, Mungu akanituma Turkana. Turkana tuko na kanisa Lotwa, Kakuma, tuko na kanisa mali inaitwa Kalokol, tuko na kanisa Lokichar, tuko na kanisa Katilu, tuko na kanisa mali inaitwa Kalimruk, tuko na kanisa mali inaitwa Katioho, na tuko na kanisa mali inaitwa Nakukulas. Hizo ni kanisa around kanisa 8 ambazo tuko nazo kwa sasa Turkana. Tukikuja West Pokot tuko na Chebareria, tuko na Makutano makanisa mawili, tuko na Kesokon, alafu tuko na Kitale town, tuko na Kiungani, alafu tuko na ile la Matisi. Alafu tukitoka pale tuko na Kapkangani, sehemu za Kaimosi. Kwa hivyo ni makanisa mengi. Nairobi tuko na Huruma, tuko na Kitengela, alafu tuko na ile ingine inaitwa wapi chameni hapa Kidhurai. Na tunaona Mungu anafanya kazi. Tukienda Narok tuko na TM, tuko na pale Narok town, na tuko mahali inaitwa Mlot na sehemu zingine. Okay. Na kwa mazungumzo nimesikia kuwa ukiongea mambo ya radio stations. Kando na huduma, kuna shughuli nyingine unahusika nayo kando na huduma? Yeah, mimi mwenyewe nahusika pia upande wa radio.
huwa nafanya kazi pia na radio, na mimi na radio hawezi nitoa pale kwa sababu ni kazi ambayo naona kwamba pia Mungu alinipatia. Maana pale pia Turkana Lokichar tuko na radio pale inaitwa Echami Radio, ambapo watu huwa wanatupata mahali pale. Nilianza na Elishama, nimekuwa pale Echami Radio. Pia Kitale, watu ya Kitale huwa wananipata kwa radio inaitwa Simba, wanahubiri. Pia KBC radio ya taifa pia nahubiri kila asubuhi, mimi niko kule. Na nilianzia Sayari Samasile Kitoko, tukakuja kwa radio ya Imani pia ambayo iko Kitale. Kwa hivyo mimi kwa radio sio mkeni, na pia hata kwa runinga, kwa TV sio mkeni. Mimi pia ni mwimbaji ambaye ni mwanamuziki, na ukienda katika social media utanipata kwa sababu kuna nyimbo ziko YouTube, na nimeimba nyimbo nyingi ambazo zinamtukuza Mungu. Ya mwisho kabisa inasema nikupe nini, hiyo ni ya mwisho, lakini nyimbo ya kwanza ni Bwana Auliza, ukitaibu tu by Bishop Muyale. Bwana Auliza by Bishop Muyale utaipata. Nimeimba Atam, nimeimba habari za Bwana Yesu, wanadamu wamemuipia Mungu, pale makuhani, nyimbo nyingi, lakini namshukuru Mungu. Asante sana Bishop. Na upande wa kifamilia, una watoto, umetueleza kuwa uko na mke, ilikuwa hivi na hivi. Uliweza kupata watoto, na kama uko nao, uko na watoto wangapi? Pia kama watazamaji ungependa kujua. Asante. Kwanza waje nikushukuru, mimi ni mzee, niko na watoto, niko na msichana mmoja na vijana 4, yani ni watoto 5 ambao Mungu amenipa. First born alimaliza shule, second born ndio yuko university, last born ndiye akanaingia inaitwanga baby class, ama unajua sasa hiyo tutasema ni kama grade, tunaanza grade 1, grade 2, tuko na PP1, PP2, so kwa lower classes hapo kwa kuna play group. Sasa hiyo ni ya kisasa. Kwetu tulikuwa najua tu nursery, lakini tunashukuru Mungu. Okay, asante Bishop. Na tuweze kumjua Bishop Boniface Muyale mwenyewe ni nani, nyumbani ni wapi, anatoka wapi, yeye ni mtoto wangapi, na kama kwa huduma kwa yeye ndio peke yake ameweza kuokoka, ama kuna wengine pia wa kifamilia waliweza kumfanya haweze kuokoka na hapende ministry mpaka haweze kufikia mpaka pahali alipo sasa. Kwanza mimi mwenyewe nilisaliwa kwa familia ambayo ichaokoka. Huyu Muyale ambaye mnamuona na jina yangu mwenyewe original ni Boniface Muyale, ni la baba yangu, na huyu mzee alikuwa achaokoka, lakini baada ya kuokoka yeye pia naye alikuja akaokoka. Kwa hivyo familia ambaye nasaliwa mimi ni mtoto wa pili, first born ni msichana, alafu mimi ni second born, na mama yangu na baba yangu waliweza kubarikiwa na watoto 12. Kwa hivyo ni tasa ni full, na nashukuru Mungu wote saizi wameokoka. Mama yangu ni mchungaji, mimi nikiwa askofu. My sister mwenye anafuata ni mchungaji, mwenye ananifuata tena my sister ni mwinjilisti, na hawa wengine wote katikati waimbaji. Last born pia ni pastor. Hiyo tu ndio mimi ndaweza kumwambia Mungu asante, sisi zote tumeokoka. Kwa hiyo Poma na Kitale, maeneo inaitwa Senda Kwanza Luya Farm ambapo tulitoka, lakini baadaye nikakuja nikanunua mali inaitwa Tol Kiminini, wengine wako pale. Nikasonga nikakuja hapa Teso Osere City, mimi nikanunua hapo. Kwa hivyo mimi na familia yangu tuko Teso kifamilia, lakini kihuduma mimi niko Lokichar, na pia Mungu amenibariki huko tena na shamba, na mimi nashukuru Mungu. Na hii safari ya huduma naona sana inaingia kwa damu ya kifamilia sana sana sana, haswa sehemu umetoka Bishop. Na kwako sasa, kwa watoto wako, kuna yule ambao unamuona kidogo kidogo hivi anafuata nyota ya baba ama vipi? Wote, hata leo hii ukikuja tu kwangu, nafikiria kwamba hata wakati huwa naingia kwa studio Franga, nakumbuka uliona nikikuja kuimba nyimbo zangu zote nimeimba na watoto wangu na mke wangu. Kwa hivyo iko kwa tamu, hii haiwezi kuepuka. Sote, hata ukienda sasa kwangu ukianza tu kuimba nyimbo zangu wanaimba zote. Kwa hivyo wote mimi naona watashika hiki kichiti. Hata sasa nikipumzika sioni kama kasi imeenda misi.
Asanti. So kumaanisha kwa upande wa huduma, Shiloh Ministry ndio huduma ambayo umeishika sana na kwa sana. Unaweza kutueleza nini machache kuhusiana na Shiloh? Ni kweli, kwanza huduma Shiloh maana yake inamaanisha kwamba ni sanduku la agano. Na ili kanisa ukienda kulifata utapata kwamba linaanza in 1976. Kwa hivyo sio kanisa mkeni. Tuko na Archbishop ambaye anaitwa Joel Owino Owondo, yeye ndio mwenyekiti wa kanisa hili. Tuko na karani anaitwa Paul K. Lasia ambaye ni mwandishi. Mimi mwenyewe mwenye naongea, mimi ndio mweka asina, yani treasurer wa kitaifa. Kwa hivyo naposimama hivi nasimama pia kama Shiloh, sio kama mkeni. Kwa hivyo ili kanisa ni kanisa ambayo lina mtazamo mzuri katika taifa letu la nchi ya Kenya. Na ukienda kuangalia kwamba wakati tumekuja kuweka vichwa chini, tumeona kwamba kuna mambo mengi Mungu anaenda kufanya kupitia katika kanisa hili. Kwa hivyo ni kanisa kubwa na tunatazamia pia hapa mbele. Umeniuliza kwamba una mtazamo gani na ama mpangilio upi? Kwa sasa huwa tunakuwa na mipangilio kama mwezi wa 4 kanisa lote huwa tunakuwa na mkutano ya vijana. Mwezi wa 8 tunakuwa na mkutano ya kina mama. Mwezi wa 10 tunakuwa na mkutano ya kina baba, yani wazee wote. Alafu Disemba tunakuwa na kongamano ya makanisa yote taifa lote la Kenya. Na tumeona kweli katika hiyo mikutano vijana wamesaidika, wamama kwenye ndoa zao wamesaidika, na pia wazee, kwa sababu kuna wazee wamekuwa wasembe, hawafanyi kazi, lakini pata mafundisho Mungu amewasaidia mpaka wamekuja kuanza kuchua majukumu yao ni gani. Tukienda kwa kongamano la kitaifa imesaidia pia hata kwa wachungaji. Maana tunafundisha mchungaji na kazi, sio mchungaji akae tu akitegemea kondoo. Tunamfundisha akiwa anafanya kazi ya Mungu pia afanye kazi ili asiwe msiko kwa kondoo. Asante sana Bishop. Pale kwa maelezo yako nimepata kuwa wewe ndo mweka hazina wa hii shughuli ya ministry ya Shiloh. Kuna changamoto zipi au faida zipi ambazo umeziona kwa cheo hiyo, ama uko na mtazamo gani uko mbeleni kwa sehemu ambao uko sasa hivi? Changamoto asikozi. Kwa mfano wakati niliingia katika ofisi nilikuja nikatambua ya kwamba mipangilio ambayo ilikuwekwa kitamba haikuwa mizuri. Kwa hivyo wakati mimi nimeingia nikakuja na mpangilio ya kwamba kila kanisa lianze kuwa na utaratibu lenyewe kuchilea kutoka chini kwa matoleo yao haya matoko. Unajua kuna watu wengi hata kama ni mchungaji lakini wakati sataka inatolea wengi huweka kwa mfuko akasitumikia sote, kanisa likakoza kuwa hata na chambo la kufanya. Lakini kwa sasa nimewawekea mikakati. Kwa mfano kama umepata shilingi 100, wacha 30% ifanye kazi, yani waiforward mbele. Wakisha iforward mbele, mchungaji hata kama atatumikia, wacha atumikie 20%. Hiyo ni mfano natoa. Hii 50% wacha ikae kwa kikapu, kwa sababu kuna shida itaweza tokeza. Kuna ugonjwa, kuna kifo na kuna mambo mengi, ili kanisa lisiwe na michango ya kusumbua. Kwa hivyo hata kama kanisa linapata hata Sunday shilingi 100, kwa mwezi inamaanisha ya kwamba ni shilingi 400. Kwa hii 400 unaona kwamba wakifuata ile mpangilio nimeweka utapata kwamba shilingi 200 siku ambazo zitaweza kuwasaidia kwa mwezi na ikafanya kitu. Kwa hivyo kuna mikakati ambayo nimeweza kuiweka na naona kwamba tunaenda kufunga bao ambayo lilikuwa limekaa kwa muda mrefu. Okay, asanti. Kwa sasa kuna wengi ambao wanakutazama na kuna wengi sana wanataka kuwa kama Bishop Muyale. Unaweza kuambia nini kwa wale ambao wanatamani sana kuwa kama Bishop Muyale? Kwanza utuma ni mwito. Wasitamani kuwa kama mimi. Awe kwanza na mwito, na wakati anapokuwa na mwito, kitu cha muhimu ni mtu kupenda kazi. Kitu chochote kenye unakifanya, iwe ni tuka, iwe ni biashara, iwe ni utuma, lazima uwe unapenda kazi yako. Ukiipenda utaifanya vizuri. Kwa hivyo yule amenifuatilia vizuri, maana tangu nianze mpaka mali nimefika, sio hivyo, ni kuchituma, kuchitolea, kuchinyima. Haya,
Jambo lingine ni kwamba ukiwa na pesa, kama wewe ni mchungaji, pia uwe mtoaji. Kuna wachungaji wengi hawatoi, wanataka kupokea, lakini yeye hataki kutoa. Kwa hivyo nawaambia kwamba wawe wako tayari kutoa pia pesa zao kufanya kazi ya utuma. Kwa mfano, wakati unasema kwamba tuko nanunua viti kanisani, wewe mchungaji umetoa nini? Kwa hivyo mimi huwa natoa, pia wewe toa. Haya, wakati unasema wananunua vyombo, wewe umefanya nini? Jaribu kuwa mstari wa mbele. Na kuna kitu huwa mimi napenda kusema kwamba watu wengi huwa wanakuwa kama bata, lakini mimi huwa natoa mfano kwamba ukiwa mchungaji usiwe kama bata, kwa sababu bata potea tangulia watoto yake mbele, ni watoto huwa wanamtangulia mbele, anafuata nyuma. Kwa hivyo atui akija atakuja kuangamiza watoto, lakini kuku inatangulia mbele. So mimi upenda kutumikia mfano kuku, tangulia mbele alafu uweze kusaidia kwa mambo mawili matatu. So mimi nawatia moyo kwamba wachitume na wawe na mwito ndani ya kumfanyia Mungu kazi. Wajue utuma ni Mungu, ni kazi ya Mungu, sio yetu sisi. Usiweke utuma kama kazi yako, hapana. Asante Bishop. Na Bishop Muyale, ukitaka kupatikana, mtu akitaka kupata mawaidha kutoka kwako, atake kuuliza maswali na njia nyingine ile kama mshirika, ama uenda watu wengi wako na shida na wanataka ku reach out to you, wanaweza fanya njia ipi, ama wanaweza pata mafunzo yako kutoka wapi na wapi? Wakuche kwanza kwa YouTube. Wakiingia YouTube One Voice TV Turkana watanipata. Wakuche kwa Facebook Bishop Muyale Vision watanipata, ama wakuche kwa Muyale Boniface watanipata, ama wakuche kwa Shilo Church Lokijari watanipata. Mimi kwa mitandao napatikana 24 hours na tutasaidiana, na naamini ya kwamba tukimaliza pia nitakuwa tunawapatia namba ya simu kwa yule ambaye anataka kunipigia simu, ataweza kunipigia na akanipata, tukashauriana, maana utuma ni safari. Asante. Na nimesikia uko na handle kama YouTube, Facebook, hizo social media platform. Asua ni vitu gani ama ni shughuli ipi ambazo unapenda sana kuweka kwenye social media platforms zako, kama mafunzo, tuseme for example mafunzo, maybe uko na classes, ni vitu gani hizo unaweza tueleza? Okay, wakienda katika Facebook zangu, wakati mwingi napenda kufundisha neno la Mungu, naweka kule, na wakati mwingine nafundisha pia jamii, ndoa, mahusiano. Huwa saa zingine ninakosoa kina baba wanaotoroka wa mama na wanakwenda kupotelea mjini. Haya, na pia huwa nakosoa wa mama wasio waheshimu pia waume zao, yani najaribu jamii kuweza kukaa kwa umoja. Yako kule mafundisho mengi sana, na pia nafundisha kwa taifa pia, kwa sababu niko na channel ambayo inaitwa One Voice pia TV. Hiyo ni channel ambayo inaleta pia mambo mengi, saa zingine inakosoa pale hata kama ni mwana siasa, sababu platform zangu niliona kwamba nikiweka hapa siwezi kufaa. Tukakucha na One Voice TV. Hii ni sauti ambaye tunapika kelele. Kama hata ni mwanasiasa unafanya makosa, pale ni platform nzuri sana kukukosoa. Kwa sababu hawa wanasiasa pia ni watoto wetu nyumbani, kanisani, ni members wetu kwa church, lakini wakifika kwa parliament wanakuwa wanyama, wanaanza kufanya vitu ambayo sio vizuri. Kwa hivyo ni lazima tuwarekebishe kama wasasi na tuweze kuona kwamba Mungu anafanya kazi gani. Asante. Nimeona Bishop umewapatia watumishi wa Mungu, wasikilizaji, njia mwafaka sana wa kuweza kutuma ujumbe zao. So umewapatia platform kadhaa. So kwa mfano tu, uenda mimi ni mwanasiasa ama mimi ni mshirika wa kawaida, nikitaka kukupata moja kwa moja, ni njia gani nitatumia rahisi sana kukupata? Ukitaka kunipata njia moja kwa moja, rahisi kunipata ni simu. Unanipigia tu simu na mimi ndakuelekeza jinsi utaweza kunipata. Nikiwa hapa Malaba, kwangu ni hapo Osere City. Ni rahisi tutakuwa umenifikia. Na kwa wale ambao pia wananitazama na wako mbali, kwa mfano wakati nahubiri kwa KBC TV, kuna mtu ametoka Kitui, sehemu za Malindi,
akacha mpaka Turkana kanisani. Kwa hivyo ukipata nambari yangu ya simu ni rahisi sana, utaweza kunipata kwa wepesi. Asanti sana Bishop. Umetueleza kuwa unapatikana sana upande wa Lokichar, Turkana, ndio? Naam. So Turkana pale Lokichar unapatikana wapi haswa? Na kama nataka services zako 2-3 pia unaweza kuniambia naweza kupata vipi? Okay, ukicha pale Lokichar, kumbuka kwamba napatikana, kanisa letu liko kwa hall moja inaitwa Akite Plaza. Akite Plaza ni korofa moja peke yake pale Lokichar. Lokichar haina korofa nyingi, ni hiyo moja peke yake. Ukisema tu Akite Plaza utakuwa umenifikia. Kanisa letu liko na lunch wa kila siku kuanzia saa 6:30 mpaka saa 8, Monday to Friday. Haya, Sunday tunapatikana pia, tunakuwa na ibada 3 na utakuwa umetufikia. Ukitokezea upande wa Kitale, kumbuka ukiingia Kainuku utapita town kama 4. Utapita Kahong, pita Kalimruk, na ukitoka Kalimruk basi kuna senda kama 2-3 unafika Lokichar. Ukiruka tu ses kuna sign post ya Lokichar. Ukiteremka tu kitoko utakuwa umetufikia pale. Na wale wanatokea Lotwa pia, ukisha ingia tu ruke taraja kubwa, ukiingia town, ukisha pita pale checkpoint, basi kucha tu mbele utakuwa umetupata Akite Plaza. Okay, asanti sana Bishop kwa muda wako. Sasa ningependa tu just have a small sip kisha tuendelee kutoka hapo. Watazamaji wetu, leo tumekuwa na mtumishi wa Mungu Bishop Boniface Muyale, na kwa historia yake ukitazama kuna changamoto nyingi sana kwa maisha. Bishop Muyale ametueleza kuna changamoto nyingi sana kwa maisha ambapo mtazamaji, kile cha maana inahitaji ufanye ni kuwa mvumilivu, kumwamini Mungu na you trust in yourself. Kwa mafunzo ya Bishop nimeelewa kuwa lazima upende chochote ambacho unakifanya. Iwe chochote, uwe fundi wa nguo, uwe fundi wa kitu chochote, uwe mama mboga, uwe mwanabiashara yoyote. Usipopenda kazi yako itaanguka, lakini ukipenda kwa kazi yako kwa yoyote kidogo kile, Mungu pia atakusaidia, utainuka na utafurahia. So tukimalizia tu kwa Bishop, wacha turudi kwa Bishop kidogo tujue Bishop, upande wa Lokichar ni program gani na gani uko nazo yenye unaweza kusaidia wanajamii ama community? Ningependa utueleze kuwa kama kuna program yoyote ya kusaidia wanajamii, community, upande wa Lokichar, Malaba ama sehemu yoyote ile mnayo kanisa. Okay, kanisani kwa sasa kuna program ambayo nilianza nayo. Kwa mtazamaji wangu ambao unanitazama, kumbuka ya kwamba Lokichar ni Turkana, na Turkana ni inji kame ambapo hata chakula kupata ni shida, maji ni shida. Kwa hivyo program ambayo huwa nakuwa nayo kwa community, huwa tunawasaidia chakula, tunawasaidia kuwapatia nguo, at least wasongeze siku 2. Yaani hatuna uwezo sana, lakini kwa kitoko ambacho huwa nakuwa nacho ninawapatia community, wanasaidika. Na ninasema hata kama kuna mtu ambaye ataweza kujitolea, mimi namkaribisha, kwa sababu nakumbuka ya kwamba huwa tunakawa hawa chakula kama mahindi, maharagwe, unga, mchele wapate kula. Hiyo sehemu ni ngumu sana katika taifa letu la Kenya. Ningependa mtu hata akiwa hapa Western, saa zingine kama wanafuna hata hizi chakula, at least hata wangekuwa wakisanya tu kitoko, hawa watu wakaweza kusaidika. Kwa sababu kuna mtu kuche huko hata na hii Malaba TV tuwe live pia huko, hili mtazamaji hawezi kuona mambo ambayo yanazungumzia yana uzito wa aina gani. Kuna mtu utaweza kumpata hapo na miaka 115, ni mzee sana. Kule watu wanakula mara moja chakula, mambo ya lunch hawajui, sapa ni baadhi. Na huyu mtu ukimpatia chakula unaona anakuombea paka anasema asante, akirudia mara mingi, yani anashangaa. Lakini utakuja kuangalia kama hapa Western tuko na mwoko, tuko na mahindi, tuko na njuku, tuko na viazi, yani vyakula ni vingi. Kwa hivyo changamoto hii program nilipoianza, hata sasa hivi wakati nimekuja hapa nyumbani,
Nimekucha kwa sababu kwa minajili nikitoka nipepeko kama mahindi kama kunia 2-3, at least nifike kwa kichichi ndani, hawa watu waweze kusaitika kwa sababu hawezi fika mchini. Haya, ukiingia ndani utaweza kupata kwamba chirani, mtu wa karibu, neighbor wako Frank, wa karibu kabisa ni 4 kilometers. Kwa hivyo hata ukipiga nduru hawezi sikia. Na kusema ukweli Turkana ni kubwa kwa sababu wakati nimefuatilia ni 7,000 kilometers square. Ni kubwa sana. Sasa ukienda kufuatilia kwamba hawa watu wangali wanaishi maisha ya ajabu sana. Alafu kwa sasa chakula ni nyama. Nataka ukuje at least ili hata mtazamaji mwenye anaona asikuje kusema kwamba nililete story, kwa sababu wewe ukikuja huko mimi ndashughulika mpaka ufike. Utakuja kuona kwamba mkienda kule ndani wanawachinjia nyama, lakini hiyo nyama hakuna chumvi ndani. Kwa hivyo sisi wenye tumeishi huko tukitembea ndani tunajua tu ya kwamba chakula huko atachinja mbuzi. Tunapepanga chumvi kwa beki katoko, kama umeona kale kapaki kangu kale, naweka ndani chumvi yangu hao wachui. So akinipea nyama ninaweka chumvi pale na kula. Kwa hivyo maisha kusema kweli ni makumu, hawa watu wanaumia. Na kuna wakati hata rais wa nchi alikuja. Nakumbuka alikuja mali inaitwa Kalapata. Wakachinja mbuzi mmoja, wanakaa watu wawili. Lakini hata president kama ataangalia hii interview atakubaliana na mimi ya kwamba ilifika mali hata yeye aliingia ndege akarudi Nairobi. Hiyo shida ni kubwa, ilimshinda. So hata mimi kama nimeanza kwa hii mahindi kunia 1-2 sitaweza. Lazima tushikamane, tusaidie wale tutaweza. Na watu wajitokeze wengi kwa sababu nimekuwa nikiita marafiki, tunasaidiana at least hawa watu wajua wako dunia. Maana kuna area watu hawana manguo. Tukimaliza ukitaka picha nakupatia, hawana manguo. Kwa hivyo tunawapea manguo. Lakini kwa sababu wamezoea pia kutembea uchi, ukimpea nguo anatoa anaenda kuweka. Kuna maeneo anajua nguo ni ya kuenda safari. So ukimpea nguo hata ukivalisha anaenda kuweka kwa nyumba atembee uchi kwa sababu nguo ni ya safari, sio ya kuvaa. Na ni Kenya, sio dunia nyingine. Yale nazungumza ni Kenya. Asante Bishop. Sasa hii shughuli naiona community work ni nzito sana kwako ukiwa peke yako. Uko na team ama unafanyanga vipi kuweza kufanya shughuli? Kwa sasa nimeanza kuwa na marafiki. Nilianza kama peke yangu kama kanisa. Na jambo la kwanza ambayo tulianza kama kanisa, nilianza kuwa na project ya kunywesha watoto uchi kanisani. Kwa hivyo wakati walianza wachache wakaitana, wakakuwa wengi kwa sababu sasa kama uji kwa kila Sunday inamaanisha watoto ni wengi sana. Nikakuja nikaanza kuwapatia pia washirika lunch. Kwa sababu kuna mahindi na kitheri tuwapikia at least wala hawana chakula wapate wakitoka kanisani wasiumie. Pia tena ikakuwa na changamoto pia, wakaongezeka tena wakakuwa wengi sana. Sasa saizi najaribu kuomba pia marafiki. Nilianza peke yangu, kuna wale wamenishika mkono kama watu 2-3, lakini ningali nahitaji watu wale ambao wataweza kusema kwamba tuende Turkana, tusimame na watu ya Turkana, jamii ya Turkana ambao wasiojiweza waweze kusaidika mpaka watoke kwa hilo shimo, maana ni shimo kubwa. Asante sana Bishop kwa maelezo yako. Watazamaji wa Malaba TV, Bishop Muyale anawaita nyote kwa roho mkunjufu pale Turkana kwa community work ya kusaidia wana Turkana. Na nitapanga safari na Bishop Muyale tufike Turkana tuone yale ambaye anatueleza ni sahihi ama ni siasa tu. Malaba TV, karibuni. Na kabla tumalize, wacha Bishop Muyale haweze kutupatia nambari zake za simu kwa maswala yoyote ile, ama ukitaka kumpata moja kwa moja vile unaweza mpata. Karibu Bishop. Asante kwa mtazamaji wangu. Kwanza nataka nikushukuru sana kwa sababu Mungu aendelee kukubariki na kutendea mema. Nambari yangu ya simu ni 0719858950 0719858950. Kwa swala lolote nipikie simu, tutazungumza kwa mengi. Kwa watazamaji, asante sana kwa Malaba TV na nitawawia radhi. Tulianza bila maombi na tuko na Bishop. Nitapenda tu hatuombe wakati
tutafunga jukwaa hii. Karibu Bishop uweze kutuombea wakati ambao tunafunga shughuli hii. Asante. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Ninakuinua kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa Mfalme kwenye safari hii ya utuma. Ninaomba na mtazamaji wetu popote alipo, endelea kukuza maisha yake. Asante kwa ukuu wako na neema yako Baba ikatoshe hata katika kila kazi ambayo tunalifanya. Na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Asanti sana watazamaji wetu wa Malaba TV. Mimi wako host Frankflix Media. Karibu wakati mwingine. Asante.